Moja ya taarifa ambazo zimetikisa kwenye masikio ya wengi ni juu ya kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis. Baada ya kuwa kitandani kwa zaidi ya wiki 6 sasa, analazimika kujifunza tena kuzungumza kutokana na athari za matumizi ya muda mrefu ya oksijeni yenye mtiririko mkubwa. Kardinali Victor Manuel Fernandez amesema hayo. Hii ni Dunia Digital Update. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na comment ili unapata update kama hizi. Bwana kardinali huyo ambaye pia ni mkuu wa afisa wa mafundisho ya imani Vatican amekanusha uvumi kwamba Papa Francis anafikiria kujiuzuru, kisema anarejea katika hali yake ya kawaida. Papa yuko vizuri sana, lakini oksijeni yenye mtiririko mkubwa hufanya koo kukauka sana. Anahitaji mafunzo tena ya kuzungumza, lakini hali yake ya ujumla ya mwili iko kama ilivyokuwa hapo awali, alisema, na nimemnukuu Fernandez Manuel kardinali huyu wakati wa uzinduzi wa kitabu kipya cha Papa kuhusu ushairi. Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 amesikika mara moja tu hadharani tangu alhazwe kupitia rekodi ya sauti iliyotolewa na Vatican Machi 6 mwaka huu, na sauti yake hiyo ilikuwa dhaifu sana, ikikatika na haikuwa rahisi kueleweka. Katika taarifa hivi karibuni kutoka Vatican imethibitisha kuwa afya yake inaendelea kuimarika polepole, huku akionyesha maendeleo madogo katika kupumua na kutembea. Vatican inasema tangu Jumatatu hajatumia mashine ya kusaidia kupumua usiku, bali anapokea oksijeni kupitia kibomba kidogo puani kwa muda mwingi wa mchana. Bado hakuna tarehe rasmi iliyotolewa kuhusu lini Papa ataruhusiwa kuondoka hospitalini, lakini Kardinal Fernandez amesema hajui ikiwa Papa atarejea Vatican kabla ya Pasaka itakavyoadhimishwa Aprili 20, lakini madaktari wanatakiwa kuwa na uhakika wa 100% kabla ya kumruhusu. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa Papa Francis kujiuzuru, Kardinali Fernandez alijibu kwa mkato, sidhani kabisa, hapana. Hizi ni update kutoka Dunia Digital. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.